Na kwa nini tumekuwa ligi yetu ya 4 kwa ubora katika bara la Afrika? Ukiachia kukompiti ya ushindani dakika 90, lakini kuna uwekezaji mkubwa umefanywa kwenye nchi, kwenye mpira ambao ukitafuta kwenye rekodi CV nzuri, hakuna hata nchi 5 ambazo wanaweza kutufanyaje kutufikia. Leo nenda kafanya research ndogo tu. Miaka 15-20 iliyopita Tanzania tuna uwezo wa kuwaleta wachezaji ambao wenye quality hivi sasa kwenye bara la Afrika ambao hivi sasa hivi wanakuja. Tunao. Tulikuwa nao. Lakini kwa nini wachezaji sasa hivi wanashawishika wanakuja kwenye ligi yetu wanacheza? Kwa sababu wanaamini wanakuja kwenye ligi iliyokuwa bora. Hivi vigari mlivyoagiziwa ndio vinatusumbua. Gari ameagizwa na nani? Fadhila zinasumbua Nimewaambia siku zote ndugu zangu ni nyinyi. Fadhila hizi zisiwanunue. Fadhila zikiwanunua mwisho mtaendelea kuwa watumwa. Mpeni heshima yake Baskaria. Mpeni heshima yake katibu mkuu Kidau. Kwa ubora na kazi kubwa na kazi nzuri wanaifanya kwenye mpira wa nchi. Yawezekana umri wako kawa mdogo lakini hata historia una. Hata rekodi una. Hivi leo mimi nisaidie nyinyi waandishi wa habari baadhi yenu, taratibu gani zinazotumika mpaka vyombo vya habari vinakwenda kupeni ajira? Nini wanaangalia? Vyeti. Eti si vyeti. Leo kwa sababu Kasongo anakwenda kukataa matakwa yenu ya kumlazimisha mwakani timu zenu mtu wenu adhamini timu nyingi, anakwenda kuyakataa, ndio mbaya, si ndio? Hafai. Tutasema yako mengi, tutasema. Nendeni mkaambie tunahitaji mdaro. Twende tukadadavue kwa urefu mapana kwenye football ya nchi hii. Hii nchi mara ya mwisho tunaanza kucheza mashindano ya AFCON akina Tenga 1982-83 kama nitakuwa niko sawa sawa. Baada kutoka katika hicho kipindi tunakwenda AFCON mara 2 mara 3 mfululizo. Kipindi cha nani? Acha chuki bwa mdogo. Ali acha fitna. Leo hii mnakaa kwa watu mnasema mpira umekombolewa kwa sababu iti amejiuzuru mzee Mguto. Kwa hiyo nataka kuiaminisha dunia kwamba mzee Mguto ndo aliharibu taswira mpira nchi. Unachoamini dabi za Simba na Yanga wameanza kugoma kipindi cha Karia. Leo tumwite tufanye tathmini bwana mdogo yule, timu gani iliyogoma mara nyingi kwenye dabi anajua? Yanga inaonewa bingwa mara 3 mfululizo. Yanga inaonewa naongoza ligi. Uonevu unatoka wapi? Inasikitisha sana. Nendeni mkawaambie wanahabari tunahitaji kufanya mdahalo na reference. Sawa. Kisugu, story nyingine ni kuhusiana na kiti cha urais wa shirikisho. Tayari muda wa kuchukua fomu uko wazi na baadhi ya watu wameenda kuchukua na wengine wameshatangaza nia ya kwenda kuchukua. Uchaguzi utakuwa ni mwezi wa 8 tarehe 16 pale mkoani Tanga.
Ali Mayai Tembele ni mmoja wa watu ambao anapewa matumaini makubwa kwenda kucompete kumchallenge Rais Karia kwenye hiyo nafasi. Tumeona watu wengi wakionyesha matamanio yao kwa Mayai kuweza kuchukua hiyo nafasi, including rafiki yako Haji Sande Manara. Yeye tayari amekuwa sehemu ya kumpa promotion Ali Mayai kuchukua hiyo nafasi ya kuwa rais wa shirikisho, na mwenyewe amethibitisha Ali Mayai kwamba anaenda kuchukua fomu na kugombania nafasi ya urais wa shirikisho la soka la miguu Tanzania TFF. Rais bora huyu hapa. Assalamu alaikum. President Wallace Karia, Rais bora huyu, rais wa federation, lakini pia mwenyekiti rais wa Sekafa, lakini pia mjumbe wa kamati ya utendaji, mwenyekiti wa virabu barani Afrika, namtangaza rais bora. Wote mlikuwa meza kuu, wajumbe wa mkutano mkuu wa 19 wa TFF uliofanyika hapa Moshi. Unasikiza vizuri haya maneno? Nashukuru mwenyeji. Unasikiza vizuri haya maneno? Lakini pia ngoja, sawa. Umetoa dira ya football ya taifa letu. Huyu Engineer Harris ana focus ya mtazamo, anasema umetoa dira. Sikiliza vizuri. Yamekuwa ni sababu kubwa ya maendeleo ya football kwenye taifa letu. Hasi anapingana na huyu mheshimiwa rais huyu, mwenyekiti wa virabu. Taifa hili tunajivunia sana uongozi wako mheshimiwa rais. Tunajivunia utendaji wako, tunajivunia uchapakazi wako, lakini pia sikilize vizuri, alafu kuna maneno nitakupa katika taifa letu. Tunakupongeza sana sana. Nani anapongezwa? Karia. Huyu anaongea maneno ni nani? Rais wa Yanga. Pia mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Imeisha. Tuzungumzie uchaguzi sasa. Nafasi ya Ali Mayai tumeona nafasi yoyote, hata mimi na nafasi ya kwenda kugombea. Lakini rais ameshapatikana. Rais amepatikana. Mwenyekiti wa virabu katika bara la Afrika sio mimi. Hiyo ni clip ya muda mrefu. Juzi Moshi. Ni clip ya muda mrefu wakati Moshi shehe. Hii clip hata miezi 7 bado. Wakati Karia hapo ni rais wa Sekafa. Leo hii tunapozungumza Karia sio rais wa Sekafa. Sawa. Hapa kazungumziwa, kapongezwa kwa kulisimamia soka la Afrika Mashariki au la Tanzania? La Tanzania. Rais wa Tanzania sasa hivi nani anaumiliki soka? Karia. Wacha wachukue fomu, tutakutana kwenye box. Tunakwenda sasa kwenye uchaguzi. Wacha wachukue fomu, ni haki ya mtu ya msingi. Lakini moja ya watu ambao wamepewa pongezi kwa kazi nzuri na kutengeneza soka kwenye nchini Wallace Karia. Na majanta ya football katika nchi, maana yake unaizungumzia Simba, unaizungumzia Dar es Salaam Young Africans. Wao kwa ridhaa yao walishampitisha. Tena kibaya zaidi, walipeleka mpaka maoni kwa kamati ya utendaji kwamba fomu itoke moja. Kwa nini walishawishika? Kwa sababu wanaojua ubora wa Wallace Karia. Kuchukua mtu fomu ni haki yake ya msingi. Kwa Ali Mayai yuko ana haki ya msingi kuchukua fomu. Kama taratibu zinamruhusu, ana haki ya kuchukua. Tunakutana kwenye box. Unaamini uchaguzi unaweza kwenda ukawa mgumu kwa namna unavyoona? Labda sehemu nyingine sio upande wa rais. Wa Tanzania hususan wajumbe wa kamati ya utendaji, wapiga kura wanajua soka letu lilipotoka na soka letu lilipofika. Waswahili wanasema siku zote mwenye macho haambiwi tazama. Yaliyofanyika kwenye mpira wetu watu wanajua. Leo hii jana mimi nilikuwepo uwanja Chamazi Complex. Nimekwenda kushuhudia mashindano ya Sekafa national team ya Tanzania. Tumekwenda kupiga national team ya Burundi. Kilichonifurahisha ukiachia performance ya kwenye pitch, lakini wa Tanzania namna ambavyo sasa hivi wanakubali msingi bora uliotengenezwa kwenye soka la wanawake. Kwa hiyo wajumbe wa kamati ya utendaji wanajua. Leo hata ukimtaja huyu ambaye nyinyi mlimzungumzia kwenda kuchukua fomu, ukimpa maiki anajua kazi kubwa na kazi nzuri iliyofanywa na mheshimiwa nani? Karia. Ali wakati wa kampeni bado anataka kuchukua fomu, achukue. Tukutane tarehe 28 mwezi wa 8 Tanga. Mwamba nitakuwepo. Unaenda kama nani?
Mdau wa soka. Kule kuna uchaguzi, wanatakiwa wajumbe. Mdau wa soka. Wajumbe kupiga kura ndio wanatakiwa. Nasema hivi, mdau wa soka. Unaenda karibu uchaguzi. Mdau wa soka. Anahusikaje kwenye uchaguzi? Kwani upendi mimi niwepo? Unahusikaje kwenye uchaguzi? Upendi wewe mimi niwepo? Unahusikaje sasa kwenye uchaguzi? Basi kama utaki kisha mimi nitabaki Mbagala kimango lile. Lakini mimi nakwenda kama mdau wa soka. Lakini lazima tuseme ukweli. Tumpongeze sana Mheshimiwa Kalia. Tumpongeze sana Mheshimiwa Wilfred Kidau. Almas Kasongo, Asmani Nyamlani, mzee wetu Mguto wamefanikiwa kwenye mpira wetu. Tunahitaji sasa kutoka kwenye nafasi ya 4 kwenda kwenye nafasi ya kwanza au ya pili kwa ubora katika bara la Afrika. Na inshallah mimi na imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na uwekezaji mkubwa uliofanywa katika mpira wetu tutakwenda kufanikiwa. Tuwapongeze sana wawekezaji, mfanya kazi kubwa, mfanya kazi nzuri. Akina Yusuf Baresa wamefanya uwekezaji mkubwa katika mpira wetu, lakini nini ambacho kilichowavutia akina Baresa kuja kuwekeza katika mpira? Sela, taratibu zilizopo, umoja uliokuwepo, wameweka misingi iliyokuwa bora kiasi kwamba kila mmoja anajua pale nikienda kuweka pesa zangu na kwenda kuwekeza katika sehemu salama. Unaamini Young Africans wamefanikiwa? Katika lipi? Kwenye matakwa yao kwenye madai yao iliyowapeleka kwenye shirikisho. Yes, kwenye dhuluma naamini kwamba wamefanikiwa kwa sababu kuna batili na kuna haki. Mtu wa batili pia akijificha na watu anasema amefanikiwa. Kwa Yanga amefanikiwa. Kwenye batili amefanikiwa. Kwa nini unasema kwenye batili amefanikiwa? Yes. Kwani mwizi watoto wake wakila amefanikiwa kufanikiwa? Mwizi akishaiba mjini watoto wake wakala wakashiba, swali atakuwa mwizi amefanikiwa au hajafanikiwa? Fanikiwa. Ndio unasema batili imefanikiwa. Kwa hiyo tusubiri finali tarehe 25 inshallah. Kwa Yanga mwaka watakuwa na finali 3, si ndio? Hata akiwa nazo 7 8 ni haki yake kucheza. Finali 4. Hata akiwa na 8 ni haki yake kucheza Sheikh. Unaona treble ya Yanga msimu? Sioni kwa sababu moja katika klabu ambazo katika huu msimu wa 24 25 haijafanikiwa ni Dar es Salaam Africans, hususan katika usala lake la usajili. Na ili waandishi hamtaki kusema hawakufanikiwa. Leo tuangalie dirisha dogo la usajili ambalo lilopita Dar es Salaam Africans wameleta watu zaidi ya 4. Yupi mchezaji ambao unaweza kusema Yanga wamefanikiwa, wamesaidia Yanga kwa kiasi kikubwa? Yupi?